leo tuko kwenye semina elekezi kuhusiana na matumizi ya akili unde au AI. Ni Veva Arts and Crafts ndio walioandaa tukio hili kwa lengo la kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na matumizi ya matangazo ya biashara kwa wajasiriamali hapa mkoani Kigoma. Usama Hamisi Usama ndio jina langu. Niko na mmoja wa washiriki ambao wamejitokeza kupata semina hii elekezi ya namna ambavyo wanaweza kutumia AI kutengeneza matangazo ya biashara zao. Habari yako? Salama. Majina yako? Majina yangu naitwa Marcelina Marciale Galibona. Ni mkazi wa Kigoma mjini. Nimepata fursa ya kushiriki katika mambo ya ujasiriamali, kujifunza biashara hapa pamoja na watu wa Veva. Imekuwa rahisi kwa kiwango gani upande wako kufahamu matumizi sahihi ya akili unde kwenye kutengeneza matangazo ya biashara zako? Imekuwa rahisi kwa sababu sikuwa najua. Nimeweza kupata uelewa mkubwa na pia inaweza kunisaidia kupunguza gharama nyingi ambazo nilikuwa nikitumia huko nje kabla ya kushiriki katika mafunzo haya. Nimeona imekuwa nyepesi sana. Ni matukio ambayo yamekuwa yakitokea mara chache sana hapa mkoani Kigoma. Unawazungumziaje Veva Arts and Crafts ambao wameandaa tukio hili kwa lengo la kubrainwash akili za wafanyabiashara na wajasiriamali mbalimbali ili kuweza kutengeneza thamani ya biashara zao? Kwa kweli, nikiwa mkweli kabisa, wanajitahidi sana kwa kweli. Wanainua vipaji vya watu wenye biashara ndogo ndogo, wanakuza wale ambao hawakuwa na uthubutu wa kuanza, wanaweza kuwasaidia mpaka wanafika sehemu kubwa kupitia mafunzo yao. Kama hapa leo tulivyojifunza, unaweza kujitengenezea tangazo lako mwenyewe, unaweza kujitengenezea logo yako mwenyewe ya biashara ambayo itakufanya kuvutia wateja na kupata wateja wengi zaidi. Wewe ni mjasiriamali ambaye unajihusisha na biashara gani hasa? Mimi ni mjasiriamali ambaye najihusisha na uuzaji wa vitambaa vya kushonea nguo aina mbalimbali, nguo za sherehe, nguo za kawaida, yaani aina za vitambaa vyote, wanafunzi. Pamoja ni muuzaji wa nguo za kike. Nauza nguo za kike za aina zote, mitindo yote, na napatikana hapa Kigoma mjini, maeneo ya Gungu sokoni. Okay, nikushukuru kwa muda wako na hongera kwa kushiriki semina hii elekezi. Asante sana. Nzuri. Umeonaje mafunzo ya matumizi ya akili unde au AI kwenye kutengeneza matangazo ya biashara na wewe ukiwa ni mfanyabiashara? Mafunzo yetu yako vizuri. Kama mimi yamenisaidia kiasi ambacho nilikuwa sijui, kuna vitu nilikuwa sijui. Yaani nimefurahi. Kuna vitu ambavyo nililipia gharama kubwa. Kumbe hapa nimepata kitu ambacho ni rahisi sana. Nashukuru kwa kweli. Haya si matukio ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara mkoani Kigoma, na mwitikio ni mzuri, lakini sio kwa kiwango hicho cha kusema kwamba watu wa Kigoma wameitikia semina hii elekezi kwa lengo la kuboost biashara zao. Ni wito gani unaotoa kwa wafanyabiashara ndani ya mkoa wa Kigoma wanapokuwa wamesikia fursa kama hizi zinatangazwa? Mimi nawashauri wafanyabiashara wa mkoa wetu wa Kigoma wanaposikia matangazo kama haya wasisite, kwa sababu tuko wengi ambao hatujui. Tunatoa fedha nyingi kutengeneza matangazo, wakati tungekuja hapa tukatoa fedha kidogo, unapata matangazo mengi na yanatusaidia. Kwa mfano kama mimi nimenufaika kwa sababu nitafanya matangazo mengi kwa wakati mmoja. Lakini kama kuna mtu naye anahitaji, aje naye asisite, bei kidogo, unapata mambo mengi. Moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wakisema biashara ni matangazo. Kwa haraka haraka, unadhani toka umeanza biashara mpaka sasa ni kiwango gani cha pesa umekitumia kwenye biashara zako ambacho huenda ukitumia kwa matumizi mengine huenda hali ingekuwa tofauti na ilivyo sasa? Kwa matangazo yangu ninayofanya ni pesa nyingi sana nimezipoteza kwa kufanya matangazo ambayo kwa gharama kubwa. Lakini kupitia hapa mimi kama mimi na imani fedha zangu nilizokuwa napoteza nitazipata kwa kufanya gharama ndogo kama hivi nilipata elimu ya leo. Unamzungumziaje Veva kama mwandaaji wa tukio hili? Yuko vizuri. Anafanya vitu ambavyo kwanza ametupa elimu ambayo mimi binafsi nilikuwa sina na wengine. Tunamshukuru sana na aendelee kufanya kwa wengine. Mimi binafsi natamani na mimi nifanye kama yeye zaidi, kwa sababu yeye ni mwalimu, mwanafunzi, nifanye zaidi yake. Inawezekana. Inawezekana. Asante. Shukrani. Asante.